ndani na nje ya Afrika. Kiswahili kimesambaa kwa mapana na marefu, kutoka Japani hadi Marekani, kutoka Finland hadi Afrika Kusini. Kiswahili ni lugha tunayojivunia. Tunapoadhimisha siku hii muhimu, tunatambua mchango mkubwa wa wadau wote wa ndani na nje wa kukikuza na kukieneza Kiswahili ambacho sasa kinatambulika na kutumika kikanda na kimataifa. Kutangazwa tarehe 7 Julai kama siku maalum ya lugha ya Kiswahili duniani ni miongoni mwa matunda ya jitihada hizo. Nafarijika kwamba juzi tarehe 1 Julai 2024 Baraza Kuu la Umoja Julai kwa siku ya kimataifa ya Kiswahili. Ninawashukuru wote mliowezesha kufikiwa kwa uamuzi huo. Aidha, napongeza kauli mbiu ambayo inasema Kiswahili, elimu na utamaduni wa amani. Kauli mbiu hii inaakisi historia na umuhimu wa siku iliyoteuliwa kwa ajili ya maadhimisho haya, ambayo ni tarehe 7 Julai, siku ambayo miaka 70 iliyopita Chama cha Ukombozi cha Tanganyika, ndoto ya waasisi watano kutimia miaka 7 baadaye, Kiswahili na nchi nyingine Afrika. Nitakuwa sahihi nikisema Kiswahili ni lugha ya ukombozi, ni lugha ya umoja, ni lugha ya amani na ni lugha ya biashara. Nitoe rai kwa viongozi wenzangu kote ulimwenguni kukitumia Kiswahili katika kukuza mtangamano, kujenga na kulinda amani na mshikamano, kufundisha watoto na vijana wetu elimu na maadili mema, na kukuza biashara miongoni mwa nchi zetu. Kiswahili ni fursa ya kufanikisha malengo ya maendeleo. Asanteni sana. Wapenzi wa lugha ya Kiswahili, ni furaha iliyo